Dominion, what does it mean? Linamaanisha nini hilo neno? Dominion is sovereign, territory, control or government. Sovereignty, control and authority. Ndio maana ya dominion kwa maneno makubwa sana. Control, sovereignty or authority. That's a government. Territory means when they say territory, they mean wanamaanisha kwamba you dominate something, yani unamiliki kitu, umekizunguka kitu. Nitaizungumza lakini nitaizungumza. Somo letu kubwa linatoka kwenye Zaburi ya 8. Lakini nitazungumza na sehemu nyingine. Tukiliona hilo neno, tunaposikia, tukidefine Kiingereza chake kuhusiana na mambo ya sovereignty. When we say our government is sovereign, tunamaanisha kwamba serikali yetu ni independent, kwamba inaweza kujitegemea yenyewe, haiingiliwi na taifa lingine lolote wala serikali nyingine yote haiingiliwi. Are you there? Hapo tuko sawa? Kwamba hakuna influence from the other nation, from the other side to influence our nation concerned with our own decision. Haipo. Kwamba uchumi wetu ni independent, maamuzi yetu tunayofanya ndani ni independent, kila kitu independent. Kwa hiyo neno sovereign linamaanisha kitu kwa independent, yani unajitawala mwenyewe, unajiongoza mwenyewe, unajisimamia mwenyewe. Hakuna kinachokubana au kinachokuinfluence. Ndio maana neno sovereignty linamaanisha independent, yani utawala wako binafsi. Una uwezo wa kusimamia, kujitawala binafsi kama nchi, kama mtu. Ukija authority inamaanisha ile mamlaka, a supreme power, the last order, a supreme power, authority. Kwa nchi ambazo zinaongozwa na wafalme, the one who has a supreme power ni mfalme. Mfalme anaga hata democracy kula hamna, hata uchaguzi hamna. Lakini kwa nchi ambazo kama za kwetu ambazo tunajifanya zina democracy, rais ndiye anakuwa na supreme power. Neno lake ni mamlaka, ni authority. Yaani linakuwa ni final say. Rais wa Tanzania anaweza kaamka tu akaamua is above. Yeye yuko juu ya katiba, yuko juu ya sheria zote, yuko juu ya mahakama, akaamua tu. Ingawa tunaamini kwamba kuna mihimili mitatu inayoongoza democratic country, ambapo kuna bunge, alafu kuna mahakama na judiciary, alafu kuna bunge parliament, alafu kuna presidency ambayo rais. Lakini bado zile mamlaka nyingine haziwezi kuamua, yani hazina maamuzi kuliko yeye. Kwa understand hiyo vitu, kuelewa hiyo kitu kinachomaanishwa hapo, sasa tunaweza kaenda kwenye dominion. Maneno mengine nasema control. Control maana yake I can influence. Control inamaanisha I can influence something. Ninaweza kamiliki kitu. Kimiliki kitu una influence. Influence maana yake maamuzi yanayofuata ni ya kwangu. Control. I control you. Kama pepo unavyokaa ndani ya mtu na mcontrol yule mtu. Hana maamuzi yake binafsi. Anaweza kukimbia kama mtu ambaye ana kifafa, hapo ile kifafa anajiangusha mahali popote na control na muangusha na mtupa. Hiyo ni control. Lakini neno control halisi kama influence, kuwa na power to influence others. Yaani kumshawishi mtu mwingine, kuwa na nguvu ya ushawishi. Lakini hii nguvu ya ushawishi sio kwamba kwa ajili sio kwa ajili ya kushawishi tu watu wa kufuatilia. Una nguvu ya ushawishi ambao huyo mtu hana maamuzi yake, anafanya within your control, anafanya maamuzi ndani ya maamuzi yako. Mtumishi wa Mungu yote ambaye ana watu wanafuatilia, maana yake ana nguvu ya ushawishi, ana influence, lakini sio namna yetu tunayozungumza hapa control. Ile control ambayo you cannot do your own decision, ndio tunamaanisha hapa. Kwa kuelewa hiyo, naomba tusome Zaburi sasa ya 8. Zaburi ya 8 tutasoma. Na inasema, wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Wewe umeweka utukufu wako mbinguni. Vinywani mwa watoto wachanga na wanyonyao umeweka misingi ya nguvu. Kwa sababu yao wanaoshindana nao, wakomeshe adui na kulipiza kisasi. Nikiziangalia mbingu zako, ni kazi ya vidole vyako. Mwezi na nyota ulizoziratibisha. Mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake, kondoo na ng'ombe wote pia, naam, na wanyama wa kondeni, ndege wa angani na samaki wa baharini, na kila kipitacho njia za bahari. Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako mote. Hiyo hapa wanamzungumzia, anazungumza ukuu wa Mungu. Lakini kumbuka, anayesema jinsi lilivyo jina lako tukufu au jina lako takatifu, lilivyo jina lako kuu mbinguni, huyo mtu yuko duniani. Lakini ikiwa hivyo, anajua kabisa Mungu hajatawala, yaani Mungu haipo duniani, ila Mungu yuko mbinguni. Kila yeye yupo duniani. Na hapo alikuwa anamzungumzia Yesu. Daudi alikuwa anamzungumza Yesu. Ukisoma Biblia kama yako ulionayo hapa, inaeleza wazi kabisa. Haleluya. Lakini remember, kama tunakumbuka Pasaka, tunakumbuka kipindi ambacho Yesu amepita msalabani, akafa, akafufuka, sio? Ndio Wakristo kupata ushindi wetu.
Before Jesus, kabla ya Yesu, human creation wote walifeli, walikuwa wameshikiliwa na mamlaka fulani, walikuwa chini ya kifo. Sawa? Sasa baada ya Yesu kushinda kifo na kaburi, kuna kitu tulipokea mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo Roho wa Mungu alipoanza kuingia ndani yetu, akaishi ndani yetu, tukapokea mamlaka. Kwa hiyo why are we calling Christian? Tunaitwa Christian, maana yake tumepaka mafuta, sio? Tumepaka mafuta kama Kristo aliyopaka. Maana yake pale tukaanza kuonekana tayari kuna vitu vimewekwa chini yetu. Yesu ni mtawala juu ya kanisa, ndio kiongozi mkuu, lakini kanisa limekuwa ni mwili wake. Kwa hiyo kichwa kinatawala mwili, kinaendesha mwili. Kwa hiyo hata mwili wenyewe una control vitu vingine ambavyo havina source na Mungu, kutokana na Mungu. Unamiliki mahali pote ambako mwili wako, kanisa linakaa. Kila mtu ambaye amepokea Kristo ni mtawala. There is something that you are controlling, hata kama hujui, lakini kuna kitu unakimiliki, unakitawala. Kabla sijaenda spiritual kabisa, sasa kwanza kujua kudefine, kueleza vizuri, tunaanza na term ya kwanza. Hili huyu mtu awe mtawala, hawezi control territories na mamlaka nyingine, hadi ya hiyo mahali unapokaa, sehemu mbalimbali, vile vitu. Ili uwe mtawala mzuri, kumiliki hivi vitu, cha kwanza kabisa, kabla hujaenda huko, unatakiwa ujue utawala wako binafsi. Remember, wewe ni mtu ambaye ni roho, lakini unaishi kwenye kasha ambalo ni mwili. Alafu hilo kasha pia, ndani ya mwili huo kuna kitu kinaitwa nafsi, ambacho kinabeba emotions zako zote. Na mwili una asili ya damu, na una mapigano, unashindana na huyo mtu mwingine aliyoko ndani, anaitwa roho, mwenye asili ya Mungu. Maana yake Mungu alichokifanya, Mungu amekuja, alipokuja akatafuta sehemu, kasha ambalo ni mwili, akaingia ndani ya ile kasha, akakaa ndani. Ndio roho yako ambayo ni sehemu ya Mungu, akakaa ndani ya ile kasha. Lakini alipokaa ndani ya kasha, akajitengenezea nafsi ambayo inampa hisia huyu mtu, yani kitu ambacho kaeka kitu fulani cha kulink kati ya ile kasha na roho yako, ambalo linaunganisha vitu viwili, kinacho linatafsiri vinavyotoka kwenye Mungu kwa Mungu, vije mwilini, mtu afanya action kwenye ile kasha, ile nafsi ambayo inabeba hisia. Kuna mtu anaelewa hapo kwanza? Yes. Kwa hiyo hivi vilivyokaa nje havitaki huyo wa ndani, huyo aliyepewa umiliki, ambaye ni mfalme tawala, havitaki. Vikikuachia utakontrol mazingira, utakontrol nchi, utakontrol kila kitu. Kwa hiyo kuna mashindano hapo. Mashindano yakaanza hapo, ya kwako mwenyewe binafsi. Hujaenda nje, tuachane mambo ya nje kwanza, umiliki sijui nini anga, tuje kwetu wenyewe. Na vita kubwa tulionao Kristo sasa hivi, tulionao kwetu kwenye maisha yetu sasa hivi, tulionao ni kati ya vita yako wewe. Ndio maana Biblia inasema we don't fight devil, we fight for a good faith. Tunashindania imani. Sasa imani tunashindaniaje? Tunashindania imani kwa namna gani? Ya kupambana kile nikipendacho kukifanya kupitia roho yangu. Mwili wao hutaki nikifanye. Mwili wao unashindana. Nataka nimwabudu Mungu. Mwili umechoka sana, kala. Nataka niombe masaa matatu, mwili unakataa kabisa, mpaka unauma. Tunaanza hapo kwanza, kabla tujaenda huko mwingine. Hapo tukiweza kushinda hapo sisi wenyewe, hapo kwingine ya nje ni marahisi. Watu wote unaoona waliweza kucontrol mazingira makubwa ya watumishi wa Mungu, walianza kwanza kushindana wenyewe kwa wenyewe, mpaka kafika sehemu ya kufika level ambayo wanaweza wakamiliki wenyewe, yani akaumiliki mwili wake, akauamulia. Yani kuna mtu mwingine anaweza kutana na Mungu akamwambia kula hiki usile, akapata encounter kabisa na Mungu akamwambia kula hiki usile. Lakini nakwambia mwana wa Mungu, it's not easy. Mwili wako utashindana kila siku, utajikuta pale unatamani ule, na Mungu alishakwambia kabisa, Mungu alisema usile. Sasa Mungu anachokuangalia anakwambia, do you have dominion of your body, of your flesh? Unayo mamlaka juu ya mwili wako, unautawala mwili wako, umeweza kumiliki mwili wako, unaweza kuamulia mwili wako, unaweza kaunyima mwili wako kitu. Utawala huu kwanza binafsi. Before you go out, let us look ourselves. Can we manage ourselves? Can we manage our flesh? Tunaweza tukaumiliki huu mwili, tukautawala, tukauamulia. Usikuamulia wewe, kwa sababu huu mwili ni kitu kingine. Wewe sio mwili, wewe ni roho. Nyumba iliyoko nje ina mzingira wa ndani, haitaki wa ndani atokee. Ni namna gani unaimiliki? Sasa ni namna gani tunaweza control hivi vitu? Sasa haijawahi kuwa rahisi. I'm telling you, haijawahi kuwa rahisi. Hata wakubwa kina Daudi mnaosoma kwenye Biblia, mwili ndio waangusha. Lakini cha msingi unachotakiwa kufanya, amua kupigana na amua kushinda. Kwa mwili, ili kufanya usikushindane na wewe sana, cha msingi sana wenyime chakula. Tunakula ili tusaidie tuwe na nguvu kwenye miili yetu na nini kwa afya. Lakini hatuli kwa sababu ya ratiba. Kwamba nikiamka asubuhi, nimekuta dunia inasema asubuhi lazima tunywe chai, breakfast. Then mchana lunch, jioni dinner. Na lazima ni attend ratiba zote hizo. My dear friend, you will not go anywhere. Mbona kwambia wewe find something that you feel you can eat and can give you more hours. And unaweza kusaidia wewe
ukaenda masaa mengi hata kuliko, yani sio lazima ule kila wakati. Na hicho kitu is in the spirit, you can find, you can sense it. Mwili wako unaweza ka sense, roho yako inaweza ka sense. Kuumwa njaa, mwili kuumwa njaa, sio lazima uridhishe. Kuna sehemu kwenye Biblia inaandika lazima tole. Ile Biblia inasema we must eat. Control kwanza ile eneo la mwili. Kuna kitu kinatakiwa kinaitwa nani? Lightness. Kuna mwili kuwa light. When you should want your spiritual eyes to be open, na kusense spiritual, ile na sensation ya spiritual. Yaani kusense vitu ya roho. Mungu akiongea kwenye mwili wako unasikia Mungu anaongea hivi sasa. Unaelewa kwa haraka. Spiritual sensitivity. Asilimia kubwa lazima mwili utaona kitu. Yaani naona kitu ambacho kimekuwa heavy. Remember you are flesh. Remember mwili wako una system ndani ambazo system pia zinahitaji energy kubwa sana ya kusaga kama chakula kimeingia. Kama mtu anauma, alafu hujaibu mtu anauma, alafu anafika sehemu anakataa chakula kingine inatokea. Kama kuna system mbili kubwa kwenye mwili wa mwanadamu ambayo ni respiratory system na digestive system, ambayo digestive system inatumia energy kubwa na nguvu nyingi sana chakula kinapoingia mwilini ya kusaga na vitu vingine. Imagine kuna mtu yuko ndani ya huo mfumo, amefungiwa ndani ya huo mfumo, alafu mfumo unapigana, unatafuta namna ya kudigest chakula na vitu vingine. Kwa hiyo kama mtu anaugua, unakuta mwili automatically unakata hamu ya chakula. Kuna system nyingine ya immunity inayotengeneza kinga ya mwili, inazalisha ile kinga. Sasa wakigundua kwamba tukimruhusu huyu jamaa chakula kikipokelewa, nguvu kubwa itaelekea kusaga chakula, alafu hawa jamaa wanaoshambulia magonjwa watanyimwa nguvu ya kutengeneza, multiplication yake itafanyika tena, uzalishaji wake utafanyika tena. Kwa hiyo tuzuilie chakula kisiingie. Sasa nyinyi mnalazimishaga ale kwa nguvu, ndio maana mnamchelewesha asipone zaidi huyo mtu haraka. Kwa hiyo unashangaa yule mtu apokee uponyaji haraka kwa sababu zile immune system hazitaki chakula, zinataka zizalishe, zinataka energy kubwa, zizalishe wadudu wengi kushambulia ule ugonjwa ulioingia ndani, ile virus iliyoingia ndani. Lakini kwa kuwa tumekosa ufahamu, tunamlazimisha mtu kula chakula, tunamjaza na vyakula na mwili hautaki. Kama ugonjwa umeingia mwilini tu, alafu mwili ukaresist chakula, what about your spirit? Yaani kwa sababu ule mwili unaenda automatically ukasema chakula kikae pembeni kwanza ili tupate nguvu ya kuelekeza. What about the spirit? Kwa hiyo roho yako nayo inahangaika, inakataa chakula, inalazimisha kwa namna yote mwili usipate chakula ili iweze kutawala, iweze kujimiliki, iweze kumanifest, iweze kufanya mapenzi ya Mungu. Lakini mara nyingi kwa sababu ya ratiba, kwa sababu ya tulikuta kuna asubuhi, kuna mchana na kuna jioni, tunatimiza wajibu, tunatekeleza ratiba, alafu tunainyima roho yetu ifanye hatukweli. Ukiweza kulimit hilo eneo, kuipunguza portion, alafu it's not because chakula kinachohitajika mwilini kidogo sana. Huu tumbo huu ukijizoesha kula kidogo hivi, tumbo unazoea kuchukua kidogo. Lakini kutoa kula likubwa, tumbo unatanuka, unapokea makubwa. Sawa? Kwa hiyo chakula kinachohitajika kwenye system ya damu na digestion kidogo sana, sio kingi. Kipunguza ile ratio, na kwambie ukianza kujitrain hivyo kwa muda na muda, utajikuta you are light when you are praying. Utaona kwa urahisi, utasikia kwa urahisi, itatokea kiumbe kitapita mahali, nisimama mahali, afu unajua kuna roho imepita. Una sense kabisa na mwili, roho inaongea na mwili wako unasikia. Lakini ukielekeza kwa roho malaika atakuja atakuamsha, atakupiga kabisa pa amka. Ndugu yangu, mwili pale umeshiba yani. Alafu Saburi inatuambia kwamba mvivu sio akalala akasema huko nje kuna simba, kuna umande, kuna nini, ngoja nilale kwanza. Tunalala. Kwa hiyo lazima tufight yule eneo kwanza. Kisha tunadhibiti. Nyinyi ni watu wangu kweli. Hapo mshindane kwanza. Tukilidhibiti ile eneo tunaenda mbali sana. Na most of the diseases that we are facing now ni chakula. I'm telling you, magonjwa mengi yamemaliza watu sasa hivi ni magonjwa ya chakula, kwa sababu wanakula, ile excess inabaki ndani, hakuna mazoezi anayefanya. Akitoka hapo nje kidogo ataita pikipiki dakika sehemu ya nusu saa ya kutembea nusu saa, ataita pikipiki, hataki kujichosha. Sasa mwili unajaa masukari, mwili unajaa sumu, vitu vingi vinachanganya. Zile ni chemical, zile ni chemical, ni sumu zimeingia mwilini. Kwa hiyo unajikuta tu kama alikuwa anajiet mara kwa mara hali kila kitu anachokula anachokiona sasa hivi kujikula anajizuilia, angeishi maisha mazuri sana. Dar es Salaam ni sehemu gani una shamba? Mwanamke hata akalima au mwanamume akalima, hakuna shamba. Unakunywa soda hizi, sukari ya soda ni nyingi sana wana. Kwa hiyo hizi sukari hizi nini, jinsi mwili wako unapokuwa mzito ndivyo hata roho yako inapokuwa mzito. Ukiongeza kilo zako, mwana wa Mungu, usifikiri kwamba kwenye ulimwengu wa roho unakuwa mwepesi. Kajichunguze vizuri. Jaribu kipindi ambapo umepungua mwili sana, alafu kwenye mambo ya roho hata Mungu ukiingia kwenye ulimwengu wa roho, sensitivity yako inakuwa kubwa, unasikia kwa haraka. Lakini siku uzito unaongezeka, jaribisha, angalia, linganisha Mungu akiongea. Niliingia kwenye maombi nikaomba hata kama sijana, lakini Mungu ameongea. Kama utakamata vile vitu vizuri, utagundua kuna tofauti. Mwili wenyewe umeshakuwa mzito,
tunataka tuzungumze dominion, but we cannot go out of yourself. Let us make sure that we can control our flesh. That's the first things. Cha kwanza kabisa ni mwili. Biblia inasema kuna roho alafu kuna mwili. Ukiongozwa na mwili unakufa, yaani maana yake unajiendea kwenye mauti. Lakini ukiongozwa na roho utaishi, utakuwa na uhai. Haleluya. Nitazungumza eneo lingine ambacho pia kingetusaidia katika kushinda kwetu vita ya kiroho. Mimi nakueleza kwamba tujimiliki, tuanze kushirika na sisi wenyewe kwanza. Kabla hujashirika na vitu vya nje, shirika na kwako ndani. Nikienda Zaburi 45, naomba nisome kidogo tena. Kiungo kingine, kitu kingine ambacho tunatakiwa kudili nacho sasa, naomba tusome Zaburi. Zaburi 45 tutasoma kwa mstari wa kwanza. Moyo wangu umefurika kwa neno jema. Mimi nasema niliyomfanyizia mfalme. Ulimi wangu ni kalamu ya maandishi mstari. Wewe umzuri sana kuliko wanadamu. Tuachane kwanza na hao. Unaona kitu cha ajabu? Moyo wangu kwanza umefurika kwa nini? Kwa neno jema. Kwa neno jema. Yes. Tunarudi pale wakati una furaha iliyojipitiliza. Ulimi wako unaandika. Huyo jamaa ulimi wake ukawa kalamu ya maandishi bora. Akaanza kumsifia mfalme, akatoa sifa zote. Kwa sababu moyo wake ulikuwa umefurika nini? Neno jema. Kabla sijaenda hapo, unajua kabisa kuna vitu vingine ambavyo wanakuambia uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Sawa? Kunywa pombe hii isizidi sio ni hatari pia kwa anasema hii hairuhusiwi kwa watoto na watu wazima. Sawa? Najua kwa watakatifu watufanye hivi vitu. Lakini hatuko hapo kwa ajili ya watakatifu tu. Tuko hapo kuwasaidia hata wengine ambao hawajaokoka. Wajue namna ya manage pia. Hata pombe anayekunywa. Unajua kujizuilia ni ishara ya kuonyesha kwamba unajipenda, unapenda mwili wako. Mtu ananielewa. Kujizuilia hiki sigusi kwa sababu kina madhara. Hiki sigusi kwa sababu inaletea shida. Yaani ni sehemu ya kuonyesha kwamba you love yourself. Ni kitendo cha kuonyesha unajipenda. Kuna mtu mmoja alikuwa anamsikiliza mtumishi mmoja alifurahisha sana. Anasema kwamba kuna mtu anataka kuolewa au anataka kuoa, lakini anakutana na mwanaume anakunywa pombe sana. Alafu anakubali kuolewa na yule mwanaume. Mtu ajipende mwenyewe, unafikiri atakupenda? Of which is reality. Kama anakunywa pombe somo zote nne, unafikiri atakuja kukupenda? Hawezi kujizuilia mwili wake mwenyewe. Alafu wewe, si kuna watu wamekufa na stress na mnayo mama. Anakunywa ovyo, hana discipline maisha yake, ni vurugu. Anajua mwanamke labda ni kitu yani wanaona kama ni chombo tu amekichukua huko analeta hapa. Sasa imagine kama unampiga mke, alafu mtu asiyejua Biblia ambaye Biblia mke ametoka sehemu yako, anajipenda huyo, maana yake anajipiga mwenyewe. Ni tatizo kubwa. Kwa hiyo lazima tujifunze kwamba tujipende kwanza wenyewe. Ukijipenda mwenyewe utakontrol mwili wako. Mungu atakuadhibu pia kwa sababu yuko ndani yako, umembeba ndani. Alafu unamharibu mtu nje. Yaani unamstopisha, unamkatisha muda wake wa kufanya kazi na wewe kwa sababu ya kutokujizuilia kwenye mwili. Ndio hatari kubwa ambayo Mungu ataangalia. Unatakiwa control, utunze mwili sana. So usijali, kuutunza maana yake ni kujali katika kutumia unachovitumia na unavyokula, unavyoingiza. Pale unamheshimu Mungu na unaheshimu kilichoko ndani yako kwamba ili niweze kutembea muda mrefu na huyu ndiye mbeba muda. Kwa sababu siku nikifelisha huyu wa nje, siku akifeli, siku akishindwa kusimama, maana yake na huyu automatically inabidi aniache aende sehemu nyingine, sio? Si ndio roho inatoka. Mwili ukiharibika roho inaondokaje? Maana yake nyumba hii siwezi kubeba tena. Kwa hiyo lazima tumheshimu Mungu kwa namna kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nakuja sehemu nyingine. Swala analolisema kwenye Zaburi 49, anazungumza habari na ulimi wake kalamu ya maandishi stadi bora. Huyu jamaa alikuwa na anxiety ndani, alikuwa na vitu vimetokea ndani yake, furaha kubwa sana. Kwa hiyo akaanza kumwelezea mfalme anavyoeleza pale. Kwa hiyo sometimes vitu vingine ambavyo vinaweza kuletea shida kwenye ulimi wako, unapokuwa ndani kuna hasira au unapokuwa ndani kuna furaha imekuzidi, vitu unavyoweza kuongea, unaweza ukatengeneza maisha yako ya kesho ambayo ni mabaya, au ukatengeneza maisha yako ya kesho ambayo ni mazuri, au uka-attract spirit ukazivuta zikaja karibu na wewe, zikaja kwenye mazingira yako, zikaingia kwa watoto au zikaenda sehemu nyingine, kwa sababu tumepewa kinywa hiki kama kinywa cha Bwana kuumba na kutengeneza maisha yetu ya kesho na kuumba maisha yetu ya kesho. Lakini kumbuka hicho kinywa hicho mabaya, mauti na uzima imewekwa sehemu moja hapo. Kwa hiyo kuna saa nyingine unajizungumza kitu, unajikuta hiki kitu kimetoka na negative energy, kinaleta distraction kwenye vichwa yako. Sasa remember, tunapoongea, ukiongea neno lolote kama tunavyonena kwa lugha, ukiongea neno lolote kuna mawimbi. Ukiongea hivi unavyoongea hapo tu, hata unaongea na mawimbi yanatoka. Haya mawimbi ni alama, sawa, kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo anapokuwa ni kwenye ulimwengu wa roho ni alama, ni sign imeenda kwenye ulimwengu wa roho. Na ulimwengu wa roho unakuwa attentive kwenye ile signal iliyoenda kule. Kitu gani kinatakiwa hapo ili wakiandae, wakiachilie. Ulimwengu wa roho unafanya kazi na viumbe. Sasa hapo kuna signal umeurusha kwenye ulimwengu wa roho. Umeongea maneno fulani, labda negative energy. Alafu kesho
unataka uwe mtu mkubwa, wakati jana ulisema mimi siwezaki. Umeshatengeneza signal kwenye ulimwengu wa roho, wewe sio wa kuweza, na roho zimeitikia na kimeshaandikwa kule juu. Kalamu ya mwandishi bora imeshaandikwa kule juu, kimeandikwa. Maana umetengeneza kitabu cha maisha yako ya baadaye, umetengeneza future yako, umetengeneza dunia yako ya kesho, kwamba kuna kushindwa kule mbele. Umeweka msingi ya kwamba hapa iko hivi. Unajua ni mara ngapi ndugu zetu walituandikia vitabu? Unajua kwa nini tunaomba? Unajua ni kitabu gani kimetengenezwa kwenye maisha yetu? Unakuta familia, hakitoka mtu kwenye familia imeandikwa kwamba wasipite miaka 50 au fika miaka 50 wafu. Tayari imeshaandikwa. Kuna kalamu iliandika, kuna mtu aliandika, kuna kitu kiliandikwa miaka 50 na wavukaji hapa. Nyumbani kwa hamnaga tajiri, hawa ni masikini mpaka ukaweka. Iliandikwa na kinywa cha mtu. Kuna watu waliandika. When you come to pray, tunapokuja kuomba sisi, tunaomba sema mimi si nitakuwa masikini. Mimi kuna kipindi fulani tulikuwa kwenye maombi hapa, nikawafundisha nikaambia yaliyoshinda baba zetu, yaliyoshinda waliotangulia. Maana yake sisi tukija hatutaki kuomba, yani hatutaki kuomba kidhaifu sana. Tunaomba kwamba yaliyomshinda baba yangu kama yangu, ambaye pia ananifuatilia mimi nitayashinda. Kama nyumbani kwetu kulikuwa na mtu ambaye hajawahi kuwa mtumishi mkubwa mpaka mipaka ya nje ya nchi ya Tanzania, mimi nitapita. You are prophesying, yani huko kwenye chumba chako cha maombi unaomba vile, unatabiri vile. Kwenye mlengo wa roho zinazofanya maneno kwa sababu yako ndani ya Kristo na yako ndani ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yuko ndani yako, ndiye anakuwezesha kutamka yale maneno. Anaenda kunakuta maneno mengine yaliyoenda kwenye signal kwenye ulimwengu wa roho ambayo hayana Roho Mtakatifu, ni distraction. Haya yanapiga yale mengine, yanayabadilisha. Haya yanakuwa na nguvu. Haya yanayoongea sasa yanakuwa na nguvu. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho unapeleka signal kwamba huyu ni wa kufanikiwa. Tayari imekaa pale. Haitoki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunazungumza habari za kumiliki. Nikasema tunaanza na sisi wenyewe, tujimiliki wenyewe, tutawale wenyewe, tujitawale wenyewe, tujimiliki wenyewe. Nikaanza na kitu cha kwanza, nikasema mwili. Namna gani na manage mwili wako? Ni vitu gani unawapa mwili? Ni vitu gani ambavyo mwili wako unataka kila wakati naona unaridhisha tu? Usingizi, oya, nalala masaa 12. Ni hatari nyingine hiyo. Jichuni, bado ni kijana mdogo sana. Jitengenezee maisha ya ziada ya kusoma. It's not about even Bible. Read maisha ya dunia ni kusoma. Get knowledge. Find the knowledge. Find the things which you don't know. Read books. Kama una cha kusoma, you are not interested with that. Meditate. Kaa tu mahali. Masaa yameamka saa 9. Meditate mpaka saa 11 au saa 12 asubuhi. Umekaa tu na mtafakari Mungu. Jizoesha maisha. Inaeleza Saulini signals zinazoenda kwenye ulimwengu wa roho. Wakoto wametuandikia vitabu. Wakoto wametutengenezea maisha. Familia tulikozaliwa walitengeneza maisha. Kuna kitabu wanacho kabisa mshakitengeneza. So when we are coming to pray, pray thanks, tunatengeneza signal. Tunaanza kutabiria wenyewe. Na ndio maana maombi yetu hayatakiwi begi. Baba nisaidie hiki, baba nifanye. Amesema mbingu ni za kwake, dunia ni wako wanadamu. Huko duniani alafu nasema baba nisaidie. Baba atakwambia nimekuacha huko duniani wewe. We don't beg. Hataki kuomba. We need to command. Tabiri. Kile mnachotabiri leo natengenezea wajukuu wangu na vitukuu vyangu maisha mepesi sana. Kama familia mimi ndio waanze kuokoka, kama mimi ndio nimebeba Yesu, labda mimi ndio mso wa familia hii. Kwa hiyo lazima nitengeneze mifereji ambayo hata kama atakuwa na watoto wa dada yangu, hata kama atakuwa na kutoka kaangu wengine, lakini Solomo azungumzia kwenye ile familia, roho zitawafuatilia nyuma za Mungu zikiwatafuta hawa. Kuna maombi aliomba baba yake. Tukibadilisha yaliyoandikwa na waliotutangulia sisi. Akitokea mtu kwenye familia ameokoka alafu akaacha wokovu, alafu wewe umekuja kuokoka baadaye ukuta ameacha wokovu. Mwana wa Mungu, nenda sehemu, make sure you counterfeit. Yaani lazima ukafute kile kitu. Hiyo ni poto imetengenezwa. Ameweka file, ni kwanza ameweka file, ameandika mstari wa kufeli. Na wewe usipokuwa makini, unaweza kuja kupita hapo kukuta wokovu na kusumbua. Unaanguka kwenye wokovu na feli. Lazima uende kwenye ulimwengu wa roho kafute, ukasema hii alama hii, poto hii ya kufeli kwenye hii familia haipo. Lazima tutatembea na Mungu. Lazima nitashinda. Lazima nitakaa imara kwenye imani. Nitaishindania imani na nitashinda imani. Kwa hiyo unaangalia vile vitu vyote ambavyo kwa familia wamepitia, lakini unakuta hapa kuna alama sio nzuri. Hapa walishinda. Alafu unajikuta huko you are from the same family. Alafu no, lazima ujue namna ya kuomba kubadilisha vitu. Mimi nazungumza ni ulimi umeandika vile vitu. Ni kalamu ilichora vile vitu. Yamkini babu mmoja aliteswa au kuna mwanamke alitoka kwenye kabila lingine akaolewa kwenye ile familia, akaja na uchawi. Alafu yule mzee akalaani akasema kabila na hili kiingia kwenye familia, hawataingia tena kwenye familia na laani isitokee mwanamke wa kabila ile akaja huko. Alafu naenda kwenye familia namna hiyo. Kuna laana ya babu alitamka kwa sababu mama alimtesa mwanaume. Sisi mnanielewa ninachozungumza. Kuna kitu kikaandikwa kalamu. Sasa wewe lazima uje ujue kwa nini napitia battles kwenye familia. Hawapendi kabila lingine liolewe kwenye msingi wa familia. Sasa mimi nafanyaje?
Mimi nimeolewa sasa nafanyaje? Nenda kwenye ulimwengu wa roho kwanza. Kahakikisha mimi ndio, yani kahakikisha unafuta vile vitu. Kwanza utubu kwa ajili yako kwa sababu maneno anayosema sio mazuri. Alafu kisha tubu correct, make it correct. Sema mimi nitakuwa wa kwanza na nitakuwa kwanza kuanza kufungua mlango huu, na kama alikataliwa kwenye familia hakuna mtu mwingine atakayekataliwa tena, ila ana iondoa leo. You speak kwenye ulimwengu wa roho, kalamu iliandika. Haleluya. Unachotafuta mtawala, la sivyo utaingia kwenye familia, utakaa bado wewe wanakusumbua kila siku, atakushambulia kila siku na maroho na manini, kumbe kuna maneno, kuna kalamu imeandika mahali. Sasa unatawalaje? Tengeneza kwanza kwenye mfumo ambao umewekewa wewe. Ukishaweza pale unatawala. You control the spirit of family. Baada ya kurekebisha maneno yako, lazima tushiriki sisi wenyewe kwanza kabla hatujaenda huko mbele. Wengine hatujaja kwenda kumiliki ni kanisa na miliki. Yesu alisema Yesu ni mtawala, Yesu anamiliki, Yesu ni kweli kila kitu, lakini tusiposhughulika na sisi wenyewe hatutakuwa cannot grow. Hakuna sehemu tunakwenda. Na uokovu ni kujishughulikia wewe kwanza, kupambana na wewe ndani wako, wewe mwenyewe kwanza, kupambana na yanayokusibu wewe. Kwa watu wengi ndio mshangaga sana. Wakati mimi naanza uokovu nilikuwa nakataa naambia watu wengi kwamba tusimpige shetani. Walikuwa wanaelewaje? The only fighting about them, fighting the shetani. Wewe nikikojea toka, una kitu kwangu. Hapo anaenda Zanzibar kwenye maombi, tunaenda kuhubiri Zanzibar, sio anaenda kufanya nini kwenye ni vijana wa chuo, tumeenda Zanzibar kufanya uinjilisti, anasema shetani kwa Yesu sio nini. Hapo ananiingiza mchana kweupe, anaona mtu anamkaba kwa hapa, anaita msaada, hawezi kuongea. Huyo anayesema shetani ni kwa Yesu. Zikatokea roho akakabwa mchana kweupe, watu wanaona amekabwa yeye mjana anakana nini. Akaenda gambo huko, sio akapiga makofi. Kaambia bwana hivi vitu ampigane. You don't fight. Shughulika na kwako mazingira yako. Unajua when you are dealing with yourself, umruhusu ana sehemu. He has no ground to attack you. Ana sehemu. Hana kitu ambacho atakitafuta kwa aingie. Kwa sababu wewe ndio unamruhusu kwa mazingira unayotengeneza. Kama kuna weakness unayotengeneza kwenye mwili wako, weakness unatengeneza kwenye akili, weakness unatengeneza kwenye ulimi, umemwinvite. But if I can control myself, sina sehemu ambapo nimemfungulia mwana. Never. Hawezi kuingia. I fight a good faith. Yani fight a battle for my faith. Napigania imani yangu. Imani yangu nailinda kwa namna gani? Kuna vitu navilinda visije vikanichafua mimi. Tunaishindania imani, tunaishindania. Tutakapo imarika, automatically Mungu ataanza kupanua mipaka yako. Kwamba nenda nje, shirika na barabara hii, shirika na mtandao, shirika na pale, shirika na shangazi yule, shirika na pale. Ukiona Mungu ameshaanza kukupa vitu vya nje ya mazingira yako, nje ya mwili wako, nje ya nyumbani mwako, kushirika navyo, kuna sehemu umeshaimarika sana kwenye system ya maisha yako mwenyewe. Kuna namna umeshaimarika kupambana hiyo vita. Kuna sehemu umeshajimanage vizuri mwenyewe. Sasa anasema kwa sababu hana poto ambazo amefungua kwenye maisha yake nyingi. Sasa ngoja anaweza kumpeleka nje kwa sababu hatapata hatari. I am telling you the truth that ukweli ni kwamba upako ulionao ndio unao mimi. Upako alionao prophetess pale ndio upako alionao Kenneth. There is only one anointing in Christ. Tulibatizwa pamoja wakati Kristo tumepokea upako, tulipokea upako. Mbaya zaidi ya upako hawaongezekaji, kusema unaongezeka. Tunapokea kile kikombe kimoja hicho. Kinacholeta shida ni nini? The capacity in you, uwezo wa kuruhusu ule upako manifest kwa nabali, ni uwezo ambao unatakiwa ndani ya mwili wako, ndani ya ufahamu wako. Kama hujaweza kudili na wewe sasa, unaweza kubeba ile kwa manifest. Haiwezi kama manifest. Kwa hiyo unaweza kufikiri Mungu anatoa zaidi. Kinachoongezeka ni neema. Neema ndio inakuwa tofauti. Na neema ndio inaongezeka, lakini upako hauongezeki. Hata righteousness, haki, haiongezeki. Kwa mwenye haki haiongezeki. Ni kitu kimoja, ni Yesu ameshakufa, ndio mwenye righteousness pekee, basi iko pale pale. Neema ndio inaongezeka. Na neema inaongezeka kutokana na jitihada zako, jinsi unavyo sacrifice kwa Mungu, jinsi unavyojituma kutoa, jinsi unavyojitoa kwa Mungu, jinsi unavyofanya kwa Mungu, neema inaongezeka. Lakini upako ni ule kila mmoja anao. Control yourself, manage yourself, then from there you will know how to use that anointing. Anointing taanza yenyewe kutembea ndani yako na kutumia. Tunaweza kufundisha mambo makubwa hapo, tukaanza subdue the kingdom of darkness, subdue whatever. You subdue the kingdom. Ni kweli. Jielewe kwanza. Ukishajielewa hapo sasa, you can walk away. Unaenda mahali unakuta kuna mtaa fulani unasumbua. Wanaruka kama pepo, wanasema niko hapa. Afu na mapepo wanaruka kama kuanzia leo hata ruka jini kwenye mtaa. Mimi nimesimama hapa kama mtu wa Mungu. Kwa nini imekuwa vile rahisi? Huyu alishajitambua, anajimiliki, yani anajicontrol vizuri, iko vizuri mwenyewe ndani. Hana sehemu ambako yote ambayo hana mwanya wa kushambuliwa. Lakini anasema baba, na Mungu anasubiri watu wa namna hiyo. Unapita kwenye barabara, unasema nimetembea kwenye barabara hii, haitatokea ajali, sitakaa nione tena damu kwenye barabara. Unatembea, sema haitamaita tena damu. Hakuna ajali itakayotokea kwa barabara hii. Hapo sasa umejimenge, yani you manage ushakuwa mtu mwingine. Tayari una control, yani ile ni dominion, yani dominion ndio dominion hiyo, kweli unamiliki maeneo, mazingira. Vitu vinakuja unaamua wewe. Lakini tumeanza na sisi wenyewe kwanza kujitambua wenyewe. Ukishafika sehemu ukahakikisha kwamba
umejishughulikia haya mambo yako yote, ukayamaliza, ukacontrol ulimi wako, hauongee ovyo, hauongei sana. It's not necessary to speak. When you are speaking, you are releasing energy, no energy. Kuna speak where necessary, where necessary. Najua kuna watu wanawashawaga na simu, akiwa na simu hata akiwa na vocha, kinamwasha tu, atasema ngoja nimpigie rafiki yangu miaka 20 sijaona naye, ngoja nimpigie tuongee. Najua kuna vitu vya namna hiyo. Not lose your energy, my dear friend. Yakobo sura ya 3 mstari wa 6, naomba nisome. Na ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajisi. Huwasha moto mfululizo kwa maumbile, nao huwashwa moto na jehanamu. Umetaja kama ulimwengu wa nini? Wa uovu. Unaotia miili yetu nini? Unajisi. Tongues can open a portal for your body. Kuruhusu mashambulizi. Unajisi ndio unaleta mashambulizi kwenye mwili. Amesema ni ulimwengu ule wa nini? Wa uovu. Simaanishi umbea tu kwenye ulimi. Simaanishi tu, yaani mtu anaweza kafikiri nazungumza umbea. Mimi naamini walokole kwa mtu aliyokoka wanaombea. Ila nazungumza na watu ambao wameokoka. Ulimi sio umbea ndio nazungumza hapa. Nazungumza kutokujizuilia, kujinenea maneno mabaya, vitu vibaya unavyonena. Utajikuta saa nyingine unawaza vibaya, unamwazia mtu mwingine vibaya. Kwa sababu tu kuna vitu wameamini. Mtu anasema, hiyo ni shida nyingine hii. Maana Mungu tunaelewana. Amen. Waza vibaya. Yaani unawaza negative. Jitengenezee mazingira ambayo unakuwa unakuwa free, unakuwa neutral, usio na negative. Bwana Yesu asifiwe. I'm telling you, if you can exercise ndani ya misito na control hivi vitu vyote, ukahakikisha kwamba feeling ya, unajua kuna feelings za ajabu zinakujaga. Feelings za ajabu. I'm telling you, spirit ita-create mtu kwa ajili ya kushambulia. Kwa sababu negative energy imeshashika nafasi. Lakini ungesema I cancel it in the name of Jesus. Haya mawazo sio ya Mungu, haya ni ya shetani. Toka na zuia kile kitu. Sasa hiyo ndio management, dominion of yourself. You prevent every intruders. Wanaoshambulia wewe, unaotoka nje. Zile zinazo kushambulia kutoka nje zote unazizuilia. Mawazo yako unayabana, unayazuilia. Maneno yako unayazuilia. Mwili wako unakula kwa taratibu. Kwa kiroho ni kujijua mwenyewe kwanza. Kujua namna ya kufunction na mwili wako. Mwili unapenda starehe sana. Unapenda raha, haupenda mateso. Usipozuilia, utakupeleka tu. Tendo. Na hii kafanya. Tendo tayari sana. How do you control environment? Pale unatakiwa ujielewe kwamba mimi na Yesu sasa hapa naweza kufanya hivi kitokea kitu. Lakini umeshajielewa mazingira yako. Usije ka exercise huko alafu huko bado hujakaa vizuri. Ukawa unapata mataki kila siku, mataki kila siku. Unaomba, unashambulia tu kila siku. Unapiga mapepo maneno. Acha na mambo, jitengeneze kwanza mwenyewe. Umeingia sehemu, nyumba ya mtu umeingia nyumba ya watu, unasema mchawi yote leo kwenye nyumba hii. Sijui mkoa wangu hapa unashambulia tu. Maana Mungu utapata ataki ambazo ni hatari sana. Kwa sababu kwenye mwili wako mwenyewe kuna poto za kutosha kabisa ambazo unawapa access ya jamaa kushambulia. Hujakuwa kiasi hicho, jimanage mwenyewe kwanza. Manage yourself. Jitawale kwanza mwenyewe. Alafu uzuilie, weke ukingo. Ukishajitawala mwenyewe, umeweka ukingo, maana yake wewe umejitengenezea nini? Wigo ule unakuzunguka wewe mwenyewe, hamna kitu ambacho unaweza kaingia. No spirit can attack you there. Sasa pale unaweza kushambulia nje. Hallelujah.